Leo tunatubu dhambi zetu na makosa asubuhi ya leo. Naomba utakaso wa damu ya Yesu Kristo. Naomba kutakasika kwa damu ya Yesu Kristo. Atakazisha mawazo yetu kwa damu ya Yesu. Atakazisha nafsi zetu kwa damu ya Yesu. Atakazisha maneno yetu kwa damu ya Yesu. Atakazisha miili yetu kwa damu ya Yesu. Atakazisha vifaa vyote katika madhabahu haya kwa damu ya Yesu. Atakazisha walioko na wale wanaenda kuja kwa damu ya Yesu. Atakazisha masafa haya ya teknolojia kwa damu ya Yesu. Naomba neema na kibali chako asubuhi ya leo. Inua mikono yako tu, mshukuru Bwana wa neema. Mwambie asante kwa ajili ya kukulinda, kukuleta mahala hapa, kwa ajili ya kukuandaa kwa ajili ya kazi ambayo iko mbele yetu siku ya leo. Shukuru Bwana tu kwa sababu yeye ni mwema, anastahili heshima, anastahili kuabudiwa, alinganishi na chochote. Unaweza ukamuinulia mikono yako tu na ukamwambia Yesu, ninasema ni asante. Ninakushukuru kwa sababu ya kunilinda wiki mzima. Umekuwa pamoja nami shughuli za wiki yote, nimekuona. Nimeona ukiwa umenisaidia, nimeona ukiwa upande wangu, nimeona msaada wako. Kwa hakika umetamalaki, umetawala katika maisha yangu. Ninakuabudu asubuhi ya leo, ninakupenda asubuhi ya leo, ninakuinua asubuhi ya leo. Haufananishi na chochote. Mmekuwa pamoja nami tangu wiki ilipoanza. Wengi wameanza wiki na wajamaliza, lakini Bwana umekuwa upande wangu. Bwana umenishikilia mkono, sio kwa sababu ninajua sana, lakini kwa sababu ya neema yako. Ninakuabudu asubuhi ya leo, ninakuhimidi asubuhi ya leo. Mwenye uwezo na mamlaka ni wewe. Semeni Yesu ni Baba, 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 semeni Yesu ni Baba. Na mambo mengi yametutenda, 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 mambo mengi yametutenda. Ninaomba na kibali, 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 ninaomba na kibali,
najitakasa kwa ajili ya kutumiwa na wewe. Najitakasa, oh my God, najitakasa asubuhi ya leo kwa ajili ya kutumiwa na kwa sababu ya neema yako. Naomba msaada wako, naomba kibali. Wengi watakuwa wanatufuata wakiwa kule nyumbani, naomba ukawatembelee, naomba ukawasaidie, naomba ukawaponye, naomba ukawafungue. My Father, my God, naomba neema yako kawe nyingi. Ukaruhusu malaika wako wakatembee pamoja nasi, ukaruhusu uwepo wako ukaongezeke katika hii madhabahu, ukatufunike na utukufu wako. Baba yetu, ukatufunike na utukufu wako, ukatufunike na utukufu wako. Katakase madhabahu haya, kayafunike na utukufu wako. Katakase nyumba hii, kaifunike na utukufu wako. Katuzingile na malaika wako. Jehova, naomba kakubali kunyosha mkono wako na kuachilia pia sauti yako ambao ukuja miti ya mielezi. Naomba sauti yako ikasikike katika hii madhabahu, sauti yako ikaponye, sauti yako ikalengeshe, sauti yako, oh sauti yako kapeane matumaini, sauti yako katuongezee neema. Oh, naomba Roho wako Mtakatifu chukue nafasi ya kwanza katika ibada zetu. Roho wako Mtakatifu chukue nafasi ya kwanza katika ibada zetu, katuhudumie. Roho wa Bwana, tunakupenda, tunakukaribisha katika mioyo yetu, tunakukaribisha katika hii madhabahu. Roho Mtakatifu wa Bwana, katutangulie, tufuate, katutangulie, katuwezeshe. Oh my God, asante kwa neema, asante kwa kibali, asante maana umekubali maombi yetu. Asante kwa sababu kwa pamoja nasi siku ya leo. Jina lako libarikiwe, jina lako liinuliwe. I worship you, my Father. I bless you, my Daddy. I magnify your name. Ora mashalelelelelelele. Nastahili kuabudiwa Baba. Unastahili kuabudiwa. Nastahili kuabudiwa Baba. Nastahili Bwana wa mabwana. Nastahili kuabudiwa. Unastahili uchukue nguvu na mamlaka sasa. Ingia katika ulimwengu wa kiroho, anza kushambulia nguvu za giza, anza kushambulia kila maroho ambao yamejiinua kinyume na kazi ya Bwana. Anza kushika mateka kila nguvu za giza, shika mateka kila nguvu za giza, shika mateka kila roho ambao imejiinua kinyume na ibada zetu. Tunakushika mateka kila utawala wa kuzimu, kila utawala wa mapepo, kila maroho ambao yanatangatanga yakitafuta makanisa ya kuingia. Asubuhi ya leo tunakushika mateka, tunashambulia utawala wako, tunashambulia kazi zako, tunabomoa kila uwezo wako kwa jina la Yesu. Kila madhabahu ambayo yameinuliwa kinyume na ibada zetu tunayavunja vunja. Kila mawazo ambao yameinuliwa kinyume na ibada zetu tunaiteketeza na moto kwa jina la Yesu. Kila anga yote ya kuzimu ambayo imefunguliwa kwa ajili ya kupigana na ibada zetu tunaifunga kwa jina la Yesu. Kila legal ground maroho yanatumia kwa ajili ya kuaccess anga ya ibada yetu, hizo legal ground tunazifunga kwa damu ya Yesu. Tunakamata mkuu wa anga wa Mlolongo, tunakamata mkuu wa anga wa Kadhangaita na jeshi lako na mashetani yako, tunakufuruga kwa jina la Yesu. Tunakufunga, oh my God, na minyororo ya moto tunakuelekeza kuzimu kwa jina la Yesu. Kila wachawi ambao wanatangatanga katika hii territory Bwana ametupatia, tunawakamata kwa jina la Yesu. Tunawafuruga
kwa jina la Yesu. Kila neno ambao imenenwa kinyume na hii territory, Bwana ametupatia hilo neno, tunalipangua kwa jina la Yesu. Tunachukua nguvu na mamlaka, tunakatakata kila minyororo watu wa Mungu wamefungwa nayo, kila nira za shetani tunaziteketeza na moto kwa upako wa mafuta. Tunatangaza zinavunjika vunjika kwa jina la Yesu. Tunaingia kwa anga kila vizuizi vyote ambao wameweka katika ulimwengu wa kiroho, kila mikatale, kila mikataba, kila makubaliano na kila mahagano tunaiangamiza leo kwa damu ya Yesu. Tunaachilia moto, tunatuma moto kwa kambi za giza, tunatuma moto kwa kambi za giza, tunatuma moto kwa kila utawala wa mashetani kwa jina la Yesu. Kila mahali ambao walikutania wakapitisha agenda kinyume na huduma, kinyume na watu wa Bwana, hizo maagenda za kishetani tunazipangua kwa jina la Yesu. Tunazipangua agenda zote ambazo zilipangwa, agenda ya kwanza, agenda ya pili, agenda ya tatu, tunazipangua asubuhi ya leo. Every demonic agenda, we uproot you now by fire, by thunder, in the mighty name of Jesus. Tunaingia kwa anga, tusafiri sasa kule kwa jela za kiroho ambao nafsi za watu zimefungwa, ambao roho za watu zimefungwa, ambao baraka za watu, huduma za watu na nyota za watu zimefungwa. Tuingie kwa jela za kiroho, kila jela ya kiroho ambao imekamata maisha ya watu wa Mungu, jela za kiroho ambao zimefungiwa nafsi na roho za watu. Kwa asubuhi ya leo tunazitumia msako wa moto, tunaziteketeza kwa jina la Yesu. Tunafungua roho za watu wa Mungu, tunafungua mateka, tunafungua wafungwa kwa jina la Yesu. Tunawaweka huru kwa jina la Yesu. Tunafungua baraka, tunafungua nafsi, tunafungua huduma, tunafungua nyota, tunafungua, oh my God, vipawa vya watu wa Mungu tunaziweka huru kwa jina la Yesu. Kila jela ya kiroho tunakulipua na mabomu ya kiroho kwa jina la Yesu. Kila jela zimefungwa, ndoa za watu zimefungwa, kazi zimefungwa, watoto zimefungwa, vijana zimefungwa, wamama. Kila jela za kiroho zimefungwa, washirika wasije wakaja katika madhabahu. Tunavunja hizo jela kwa jina la Yesu. Tunaachilia msako, tunakamata kila maroho yanazuia watu wasiende kwa ibada, tunakamata kila maroho yanazuia watu wasiende kwa ibada, tunayashughulikia, tunashika mateka. Kamata nguvu za giza, kamata nguvu za giza, kila maroho ambao yamezuia watu, yanazuilia watu wasiende kumtafuta Bwana, tunayakamata kwa jina la Yesu. Tunaachilia malaika wa vita, tunatuma malaika wa vita kukabiliana na kila mkuu wa anga, kila mkuu wa baharini, kila mkuu wa nchi kavu. Tunashika wewe mateka pamoja na kazi zako, tunakushambulia pamoja na kazi zako kwa jina la Yesu. Kila milango ambao ulikuwa umefunga tunaifungua sasa. Kila milango ambao ulikuwa umefunga tunafungua kwa jina la Yesu. Tunafungulisha anga, tunafungulisha anga ya ibada, tunafungulisha anga ya maombi, tunafungulisha anga ya nyimbo, tunafungulisha anga ya neno, tunafungulisha anga ya baraka, tunafungulisha anga ya unabii, tunafungulisha anga ya deliverance, tunafungulisha anga ya maufunuo kwa jina la Yesu. Shalama katalaba rapakata limasaka yalaba likazagadida bararira makata. Tunafungua mateka, tunafungua chochote kinaitanishwa na nyumba hii, washirika wa nyumba hii kule waliko tunawafungua wamama kwa wazee, vijana kwa watoto, tunawafungua wote, tunafungua baraka zetu, tunafungua huduma yetu. Ingia kwa anga, anza kujifungua. Fungua sauti yako, fungua baraka zako, fungua kazi yako, fungua pesa yako, fungua huduma yako, fungua sauti yako, fungua chochote ambacho kinaitanishwa na mimi. Nakifungua baraka zote zangu ambao zinaitanishwa na mimi, nazifungua baraka zangu, mali yangu, naifungua, nafungulisha huduma, fungulisha kila kitu ambacho kimefungwa. Haya, ukiwa hapo nena na ndimi, speak with other tongues. Le mako pragatu sayalama, lekete le bagadadada,
ripasanda da leketele mazikiria fararira rebegedegedegede libagadagada ribasanda riba lima kobragadusa elebeke bregedia falalira rira rebegetandi mazagadada lima shagadada rebeketelema likaziande fararia rebeketete lima zagadada lima shandelele lima zagada farari. In the name of Jesus, Father, we bless you. Tunakubariki mwenye uwezo na mamlaka. Jina lako libarikiwe. Chukua usukani katika ibada hizi kutoka mwanzo mpaka mwisho, tukaone uwezo na utukufu wako. Tunagandamiza kila utawala wa giza, mashetani, mapepo, madhabahu zote za giza hazina uwezo. Tunafungua mateka, tunafungulisha anga kwa kila mahali ambayo ilikuwa inatatizika, tunaifungua. Biblia inasema kile kitafunguliwa hapa kitafunguliwa kule juu, na huko tunafungua anga za ibada na anga za watu wako kwa jina la Yesu. Natuma malaika walete watu wako kwa haraka, na wale wako kule nyumbani wanapopokea neema hii, Bwana ukakubali kuwabariki na kuwainua. Asubuhi ya leo tutengeneze kwa ajili ya kazi ambayo iko mbele yetu kwa jina la Yesu. Tunatubu dhambi na makosa yetu, na makosa ya mateka na wafungwa, na makosa ya mtu yote ambao ataingia nyumba hii, na dhambi za kila mmoja. Bwana ukatusamee. Wale wamefungwa na minyoro ya dhambi, naomba ukawasamee na ukawaokoe siku ya leo, na ukawape neema isiyo ya kawaida kwa jina la Yesu. Tumeomba na tena kuamini. Mtu mmoja aseme amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Sema Bwana Yesu, asubuhi ya leo naomba unitengeneze kwa kazi iliyo mbele yangu. Amen. Amen. Do you know kuna kazi iko mbele yako? Amen. Amen. Kuna kazi iko wapi? Kuna kazi iko wapi? Mbele yangu. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, niandae, nitayarishe kwa kazi ambao iko mbele yangu. Amen. Amen. Nimekumbuka masiku mingi na miaka mingi ambao I was attending a minister service, but I was not even a minister. I used to love minister service. Nilikuwa napenda sana minister service, lakini sikuwa part and parcel of ministers. Amen. Na kumbe siku hiyo kuna kitu ambacho kilikuwa kinawekwa ndani yangu kwa sababu ya mahali tunaelekea. Amen. So unapojiona hapa kuna kazi iko mbele yako na Mungu ataenda kukusaidia. Ningeomba tupigie Yesu makofi mazuri tena zaidi. Hallelujah. Kwa sababu ya kutuchagua na kututeua. Amen. Piga shangwe na vigelegele. Hallelujah. Amen. Amen. Alafu upate nafasi yako uketi na Mungu akubariki. Tunapopatia watoto wetu Sunday school nafasi ya kwenda katika Sunday school, Mungu awabariki sana. Wasaidiwa wale wanaweza wakawasaidia na viti. Shawasaidia. Thank you so much. Nataka niongee briefly kuhusu the mystery of prayer and fasting for a minister. The mystery for prayer and fasting for a minister. Mara nyingi sana tuna watu wanaomba na wanafunga, lakini hawafungi kwa sababu ya huduma. Tuna watu wengi sana ambao wanaomba, wanakesha wakiomba, wamejaa milima ya maombi, lakini hawafungi na kuomba kwa sababu ya huduma. Amen. Amen. So wakati unasikia tunaambiwa tufunga na tuombe, kila mtu anafunga kivyake ama anafunga akiomba mambo yake. Kuna uwezekano kuwe tukitoka hapa hakuna mtu anakumbuka madhabahu tena. Aha. Amen. Amen. Na ni vizuri uelewe ya kwamba kuna watu pia naye Mungu amewaandaa na amewatengeneza kwa ajili ya kuomba, kwa ajili ya huduma. Wanafunga kwa sababu ya huduma, wanaomba kwa sababu ya huduma. Kuna watu wanaomba lakini hawaombi kwa sababu ya huduma. Kuna watu wanakesha kwa maombi lakini hawakeshe kwa maombi kwa sababu ya huduma. Aha. Wanajiombea wao wenyewe. Wanaombea vitu vyao pasipo na kujua ya kwamba kuna kigrupu kingine cha watu kinakuja ibada leo. Number 1, akijui kuomba, akijui kufunga, akijui kutoa sadaka, akijui kutoa fungu la 10. Hakuna kitu wanajua ndani ya ufalme wa Bwana. Na kwa hivyo kunatakikana watu ambao they can take their time, they pray and fast, not because of what they want from God. Of course there are things they need from God. Of course there are things we need from God.
But we need people who can stand on the gap to intercede and to pray for the church. Amen. Amen. And let me tell you, prayers that are not structured cannot be powerful. Maombi ambao haina mwelekeo, maombi ya huduma ambao haina mwelekeo, haina nguvu. Amen. Amen. Na kwa hivyo tunahitaji tupate wahuduma ambao they are committed for prayers and fasting for the ministry, and the prayer must be structured. They must know, what are we praying for? Nini ambacho tunaombea? Glory to God. Amen. 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 Tutengeneze hii kitu ikae vizuri. Weka tu ikae vizuri. It means a lot. Hapo ndio watu wanahubirianga. Sasa ikiwekwa inakaa hivi, yule aliweka anaweza kuwa alikuwa na roho nyingine ya tunaovatani madhabahu. Hapa kuna kuanga na vitu nyingi sana. Because sioni vile anaweza weka ikiwa inaangalia the other way around. Ama wewe unaona? Amen. Amen. Inua mkono wako, sema shetani hutanitumia kwa kanisa. Shetani hutanitumia kwa kanisa. Can you imagine ukute hii inaangalia huku na ni ibada sina viti inakaa vizuri. Kila kitu imepangwa vizuri, lakini hii ya kuhubiria inawekwa hivi. Amen. Amen. So prayer must be structured if it is going to work. Prayer that bears fruits must be defined. Kila muhuduma na muhubiri ambao ataomba maombi ya kihuduma ambao itazaa matunda, lazima ikuwe imetangazwa ni maombi gani. Ndio maana unaona wale wako kwa intercessory sometimes na watumia. Na ningetamani wote tuingie pale, sijui tutafuta njia gani, lakini wakati unaonanga hiyo moja na kupatia ya siku hiyo moja na kuambianga wiki mzima, hiyo ndio kitu unastahili kuwa unaombea. Amen. Amen. Prayer that must bear fruit must be defined. Prayer, if it is going to work, we must pick something that we must be praying for. Because prayer is taking the power of God to cook something. Maombi ni kuchukua nguvu ya Mungu na kupika kitu. Kwa hivyo maombi ya wahuduma ambao itazaa matunda, lazima kuwe na kitu ambacho kinaombewa. Amen. Unajua ukiomba na uombe na hakuna kitu specifically unaombea, hata Mungu akikupatia ile jawabu bado hutaiona. Ndio unaonanga sometimes wakati naambia watu tufungue watu, alafu nasikia mtu akisema mimi sikuwa naenda church, nilikuwa naenda mahali. Huwa ninapenda kuonyesha waombaji. Hii ndio nilikuwa nawaambia tuombee. Because prayer must cook something. Maombi ni kuchukua nguvu ya Mungu na unapika kitu. Amen. Amen. Naomba kwa jina la Yesu. Kuanzia siku ya leo. Maombi yako yakuwe na mtazamo. Amen. Maombi yako yakuwe na jambo ambao unaiombea. Na hiyo jambo ikuwe ni ya huduma. Amen. Sema amen. Amen. Glory to God. Amen. Many praying believers, they don't see resource because they lack focus in their prayers. Many ministers who are praying for the church, who purport to be praying for the church, sometimes they lack to see resource because they are not focused. Amen. Amen. Ninakuombea kwa jina la Yesu. Mungu akupe mtazamo wa maombi. Kwa jina la Yesu. Amen. Prayers is preparing what is going to be consumed in the service. Prayers for ministry is preparing what is going to be consumed in the service. So swali yangu ni, wewe umepika nini cha kutumika ibada ya leo? Ni nini hicho ambacho umepika wiki hiyo mzima kwa ajili ya kupakuliwa watu siku ya leo? Maana maombi ni kupika kile ambacho kinakuja kutumika leo. Na hakuna kitu kitafanyika kama hakuna mtu ameomba. Amen. Amen. Let me tell you, sometimes huwa tunavalia vizuri sana, lakini Mungu akianza kutupima, utaona mtu amekuja hapa mhuduma kabisa, amekubali hiyo jina ya mhuduma,
Amekubali hiyo jina ya mchungaji. Aha. Amekubali hiyo jina ya mama mchungaji. Amekubali hiyo jina ya Asha. Lakini anapokuja hapa hakuna kitu amelete kusema ya kwamba aposto, tulipowachana Jumapili, hii ndio nimepika katika ulimwengu wa kiroho na ndio hiyo naweka kwa madhabahu itumike siku ya leo. Aha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Many of us, we are not preparing for the service through our prayers. And that is why God is substituting us. Kuna watu wengi wanaondolewa kwa huduma. Kila wakati, kila ibada kuna watu wanaondolewa. Hata hapa utaanza kuona. Amen. Hujaona utaanza kuona. Utaanza kuona mtu kazi inafunguka sijui wapi. Na kule anaenda haendi kutumikia Mungu. Amen. Amen. Anaama ile mtaa alikuwa anakaa, anaenda mtaa ingine iko na huko mbali sana, kiasi ya kwamba hawezi pata nafasi ya kuja kwa huduma. Aha. Amen. Amen. I want to believe God ya kwamba hautatolewa kwa nafasi yako. Amen. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, na usiniondoe, usiniondoe kwa nafasi ya huduma. Kwa nafasi ya huduma. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Na kwa hivyo sasa kunahitajika watu ambao wanafunga na wanaomba, sio kwa sababu yao, lakini kwa sababu ya huduma. Tunahitaji watu ambao they are available for prayer and fasting for the sake of the ministry. Amen. Amen. God is not looking after your ability. Is looking after your availability in ministry. Amen. Your ability, God does not even need it. Amen. Amen. Ujuzi wako na tahaluma yako na uwezo wako Mungu anaweza kuwa hahitaji sana. But your availability, na ile availability Mungu anataka sana ni especially ya maombi. Amen. Amen. Kesheni mkiomba, musije mkaingia kwa majaribu. Tunahitaji wahuduma ambao kwa mawazo yao, kwa mtazamo wao wamejengeka. Na wanajua ya kwamba mimi wanasimama kwa nafasi kwa ajili ya watu wa Mungu kuhudumiwa na neema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitabu kile cha Joel chapter 2 verse 12. Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with your fasting, with weeping, and with mourning. Joel 2 verse 12. Mungu anaita watu wamrudie, na wamrudie kwa maombi, na maombi ya kufunga, na tena kwa kumlilia na kuomboleza. Nani huyo katika hii kanisa analilia Mungu kwa sababu ya watu wake? Nani huyo katika hii kanisa analilia Mungu na anamuita Mungu kwa ajili ya uponyaji wa watu wake? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nirudieni kwa ajili ya maombi, nirudieni kwa ajili ya kufunga, nirudieni tena kwa kunililia. Swali ni nani huyo katika ibada yetu leo amemwaga machozi, amemlilia Bwana kutoka Monday all the way to Sunday? Amelala mahali akimlilia Bwana, akitoa machozi yake kwa ajili ya nafsi za watu ambao zinaendelea kuangamia, kwa ajili ya nafsi za watu ambao zinaendelea kuteseka, kwa ajili ya watu ambao hawamjui Mungu. Nani huyo ambaye anamlilia Bwana na anasema nirudieni kwa kufunga na kwa kuomba na kwa kulia? Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nichague kwa ajili ya kufunga, kwa ajili ya na kuomba, kwa sababu ya huduma. Kwa sababu ya huduma. Na hii ndio maana unaona some of us, what a normal believer needs from this altar is what we need.
Kila mtu wa kawaida ambao anakuja ambaye ajui Mungu, kile anahitaji ndicho tunahitaji. Maana hatujajiseparate, hatujajipatia kazi ambao Mungu anapotazama watu wale wengine na sisi ataona utofauti. We lack people. Can you imagine? Hiyo mwaka tumekuwa hapa, bado hatujajaza hapa. Hiyo mwaka tumekuwa hapa. Amen. Amen. Mimi natafuta mtu mmoja hapa siku ya leo. Aha. Ambaye roho wa Mungu atamuangukia. Oh yes. Kila ibada. Aha. Utafanya negotiation. Amen. Kwa ajili ya nafsi za watu. Aha. Kwa ajili ya miujiza. Oh yes. Kwa ajili ya uponyaji. Amen. Kama unaamini sema haleluya. Haleluya. Makanisa inaendelea kupungua watu. Kama hauna habari. Watu wanaendelea kuchotwa na dunia. Wanachotwa na hanasa. Si ati Mungu hawahitaji. Wamekosa watu ambao wameshindwa na kufunga na kumrudia Bwana na kumlilia Bwana. Amen. Amen. Unakuta wala wahuduma wako kanisani wanabebwa na dunia vile watu wa dunia wanabebwa na dunia. Aha. Wako so much committed to vitu vya dunia vile watu wa dunia wako so much committed. There's no difference at all. Amen. Amen. Unakuta wahubiri, wahuduma, sisi ambao tumeitwa tusimame kwa pengo. Aha. Vile washirika wanashindwa kusoma Biblia, tulipiana vitabu viwili vya kusoma. Hata wewe unashindwa hivyo tu. Aha. Lakini kazi yako ushindwi. Amen. Amen. Ulikuwa shuleni juzi, ulikuwa high school, ulisoma miaka 4, hukushindwa. Glory to God. Amen. I say glory to God. Amen. Glory to God. Amen. 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 Wanashindwa kwenda ibada. Vile washirika wanashindwa kwenda ibada, wahuduma wanashindwa hivyo. Vile washirika wanashindwa kutoa fungu la 10, wahuduma wanashindwa hivyo. Amen. Amen. Yaani zile vitu ambavyo washirika wanahitaji support ya Mungu, hizo ndizo tunahitaji. Mungu atusaidie sana. Amen. 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 Inua mkono wako sema Jesus. Jesus. Show me mercy. Show me mercy. Amen. Amen. Some of us we need to rethink and to recheck whether we are walking with God. Lazima tuangalie tena kama tunatembea na Mungu ama Mungu alitoka kwetu. Hakuna vile Mungu atatuita kuhudumia watu wengine na zile vitu wao wana struggle nazo ndizo tuna struggle nazo. Aha. Wakishindwa kuomba tunashindwa kuomba. Lakini mambo ya dunia hatushindwi. Alafu tunajipatia excuse hapa na pale. Unajua nilikuwa kazini ndio maana sikuomba, ndio maana sikufunga. Wale wako na watoto, unajua niko na watoto ndio maana sipatikani hapa na pale. Nataka nikuombee kwa jina la Yesu. Aha. Ya kwamba utaangalia mtazamo wako wa huduma na Mungu tena. Amen. Na siku ya leo Aha. ufanye maamuzi na uingie katika kuomba na kufunga. Oh yes. Kwa ajili ya kumuita Bwana. Amen. Kuomboleza. Aha. Kumlilia Bwana kwa madhabahu. Aha. Na kumwambia Bwana akanasue watu wake. Amen. Kutokana na mitego ya maadui. Amen. Kama unaamini sema haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Kitabu kile cha Ezra chapter 8 verse 23. So we fasted and implored our God for this, and he listened to our prayers. We fasted. Ezra 8:23. So we fasted and implored our God for this. We presented this to God in our prayer. We fasted na tukafunga. Na tulipokuwa tukifunga, tukamletea Mungu jambo hili. Aha. Kwa sababu ya huduma, tukamletea Mungu jambo hili. Tukamwambia Mungu tusaidie hapa. Saidia huduma yetu hapa. Saidia watu wako hapa. Ni nani huyo ambaye anafunga kwa ajili ya wale ambao hawezi wakafunga? Ni nani yule ambaye anachukua mahitaji ya watu anapatia Mungu kwa wale ambao hawajui hata kuomba? Amen. Amen. And we fasted.
And we presented our needs to God. Amen. Makanisa huwa inawaachiangwa pastor peke yake. Aha. Siku ile utakuwa pastor ndio utajua, saa hii hujui, endelea kucheza. Cheza tu kabisa. Unakuta pastor ndio anaweka covenant kwa niaba ya nyinyi wote, hata akiwafundisha mwezi mkafanya. Amen. Amen. Hata akiwaambia kuna fanyangwa hivi, tufanye hivi. Huwezi kuwa mhuduma na unatoa sadaka Sunday to Sunday. It is impossible. Amen. Amen. Sunday to Sunday, you will be reduced and you will remain like normal believers. What other believers they are asking God for is what you will be asking God for. Kuwaya ni Biblia inasema madhabahu na moto usizimike katika madhabahu. Vile tunafanya leo, tunafanyanga hivyo siku zote. Aha. Na tutafanya hivyo mpaka tuondoke kwa hii dunia. Amen. Oh, pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Amen. Anasema we fasted and presented our needs to God and he listened to us. Oh yes. Amen. Amen. Ninahitaji nipate wahuduma hapa ambao wanaweza wakafunga kwa sababu ya huduma. Na wakaweka mahitaji yao kwa Mungu. Oh yes. Wakaweka mahitaji ya kanisa kwa Mungu. Amen. Amen. Uchukue hitaji moja kwa hii nyumba, umlilie Mungu mpaka ajibu, mpaka aifanye uione na macho. Amen. Amen. Anasema we fasted, we presented our needs to God. You know, for us ministers, fasting is not occasional. Fasting is a lifestyle. Amen. Amen. Tunakula siku moja, hiyo ingine tuko fasting. Tunakula hiyo ingine tuko fasting. Utasikia fasting ya kanisa itaitishwa kama vile sasa hii coming week tuna fasting Tuesday, Wednesday and Thursday. Hiyo ni wale watu ambao ndio wameingia kwa huduma, ndio wameokoka. Lazima wapeleke polepole. Hizi vitu hawajui. Amen. Amen. So unawaingiza polepole. But for we who are ministers, fasting is not occasional. Fasting is all the time. Amen. Amen. Hata wewe mwenyewe unakula unasikia umekula zaidi, unasema nawacha chakula. Na sio lazima tuwe tumetangaza Friday and Saturday ama Saturday na Sunday. Amen. Amen. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nipe neema. Nipe neema. Nisimame kwa pengo. Nisimame kwa pengo. Kwa ajili ya kuliitia jina lako. Kwa ajili ya watu wako waponywe. Watu wako wakombolewe. Watu wako waokoke. Watu wako wafunguliwe. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Amen. I say amen. Amen. Isaiah 58 verse 6. Is not this the fasting that I chose to loose the bonds of the wicked, to undo the straps of the yoke, to let the oppressed go free, and to break every yoke? Isaiah 58 verse 6. Na si hii ndio kufunga ambao nimeamua kufunga. Kufunga nikivunja minyororo ya mashetani kwa ajili watu wafunguliwe. Amen. Kufunga nikiondoa mitego ndio watu waone Mungu. Si hii ndio kufunga nimechagua kufunga. Amen. Huyu ni muhuduma. Huyu afungi kwa sababu ya pesa. Afungi kwa sababu ya gari. Afungi kwa sababu ya apate kazi. Huyu anafunga mtu akombolewe. Amen. Na si hii ndio kufunga nimechagua. Nikiwa ninaendelea kufunga, ninaweka maombi. Maombi ya kuvunja nira. Amen. Watu wafunguliwe. Amen. Naomba kwa jina la Yesu. Bwana akupe neema. Amen. Tuingie kwa kufunga. Tuingie kwa kuomba. Amen. Sio kwa sababu yetu. Kwa sababu ya huduma. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Isaya 58 mstari wa 6. Inasemaje? Je, hii si ndio aina ya mfungo niliochagua? Kufungua minyororo ya udhalimu. Si hii ndio kufunga nimechagua. Ninapokuwa nikifunga, ninafungua minyororo ya udhalimu. Na kufungua kamba za nira. Na ninapokuwa nikifunga, pande hii nyingine nafungua kamba za nira. Kuwaweka huru walioonewa. Na kuwaweka huru wale ambao wameonewa. Na kuvunja kila nira. Na kuvunja kila nira. Nani anafanya hiyo kazi? Nani huyo anafanya hiyo kazi? Nani huyo anafanya kazi ya kufunga ambao amechagua
Kuna aina nyingi za kufunga. Aha. Lakini huyu amechagua ya huduma. Amen. Amen. Let me tell you. Mimi sijui nikijiombea vitu vyangu, sikumbuki nikijiombea vitu vyangu. Aha. I don't even remember. Na hata nikianza saa hii na twist tu haraka naingia kuombea watu. Nafungua watu. Nafunja nira. Aha. Amen. Amen. Sijui kama wewe unasomanga kitu wakati mtu anakuja hapa na anasema nilikuwa naenda alafu nikasikia kuingia hapa. Alafu Mungu anamfungua. Alafu unaangalia ile kesi wewe na macho yako na akili zako unaona na unafikiria na hakuna hatua unachukua. Aha. Hakuna hatua wewe unachukua. Amen. Amen. Tuna mkesha wa Friday. Najua ukujangi kwa sababu kuna mtoto si ndio? Na wewe sijui unasema kuna mtoto si ndio? Nataka ujue ya kwamba kuna watu wako na watoto, amani kuna watoto wako na wazazi ya wako. Aha. Na wanaendelea vizuri sana. Amen. Amen. Kuna mama alikuwa akijifungua alikufa na mtoto wako uhai. Na kuna mama amelazwa hospitali. Amewacha mtoto kwa nyumba. Hujawahi sikia moja? Endelea kusema uko na mtoto. Endelea tu kusema. Huwa ninatumiwa list ya wale wote wanakujanga kwa kesha. Na unajua ujinga wako ni kitu kimoja. Nikisema ninakuja, unakuja. Sasa nikisema nitakuja, unakuja. Amen. Amen. Nikisema nafanya nini, nakuja, unafanya nini? Nakuja. Hey. You're joking. Amen. Amen. Nikisema nitakuja, you'll be here. Tena very early. You are fooling who? Unadanganya nani? Isaya anasema si huku ndiko kufunga nimechagua. Si hii ndio kufunga. Wakati ninafunga ninaharibu minyororo. Ninategua njama za shetani. Aha. Ninapokuwa nikifunga ninafungua waliofungwa. Aha. Na ninaharibu nira. We need a group of ministers. Maybe it may not be you, but God will bring somebody here. Ambaye he will fast, pray, intercede, not because of anything else, Aha. but because of people to be saved. Amen. 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 Mtu ambaye atafunga, ataomba, watu waokoke, na uchukue hiyo kama mzigo wako. Ufunge, uombe. Kazi hii iko hapa iendelee. Uichukue kama ni kazi yako. Uipatie siku zako za kufunga. Ya kwamba every Tuesday I'm praying for our ministry to buy another plot. Na unaweka hiyo kama ombi lako. Aha. I'm praying. Zile viti vinakuanga pale kando sijae watu. Na unachukua hiyo kama mzigo wako. Unavuja hizo nila za wale ambao wamefungwa na unawalete. Hakuna kitu kitafanyika automatically. Lazima kuwe kuna mhuduma ambaye anafanyisha hiyo kitu kazi. Anazalisha hiyo kitu. But our problem is tunakujanga hapa empty. Hakuna kitu tumetengeneza. Aha. Amen. Amen. Ninakuombea kwa jina la Yesu. Oh yes. Bwana akuonyesha ile kazi iko mbele. Amen. Hallelujah. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Amen. Anasema na hii ndiyo kufunga mimi nilichagua. Wakati wengine walikuwa wanachagua yao, mimi hii ndiyo nilichagua. Ninapokuwa nikifunga nifungue minyororo wale wamefungwa na minyororo. Amen. Ninapokuwa nikifunga nifungue wale ambao wameteswa. Ninapokuwa nikifunga nifungue wale ambao wanagandamizwa. Aha. Na hii ndiyo kufunga ambao nimechagua. Amen. 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 Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nisaidie. nisaidie. Nifunge kwa ajili ya huduma kuinuliwa. Kwa ajili ya huduma ufunguliwe. Kwa ajili ya huduma kupanuka. Kwa ajili ya huduma kupanuka. Kwa ajili ya miujiza kutendeka. Kwa ajili ya miujiza kutendeka. Kwa ajili ya watu kuponywa. Kwa ajili ya watu kuponywa. Kwa ajili ya watu kukombolewa. Kwa ajili ya watu kukombolewa. Nisaidie nifunge. Nisaidie nifunge. Tujaze hii nyumba. Tujaze ile hema iko pale nje. Oh yes. Na tujaze hema ingine. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. 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 Can I surprise you, my good people?
Hakuna anointing nyingine tunahitaji, ile tuko nayo imetosha. Na hakuna mahubiri nyingine tunahitaji. Amen. Amen. Ile mahubiri tuko nayo, it is enough. Hata hii kanisa ikiwa na 15,000 people, we will preach the same gospel. The same revelation. People will be healed. People will be delivered. What we need is intercessors. Waombezi ambao watafunga, wataomba, kupanua ile wingu. Alafu Jumapili wanaibeba, wanaileta hapa. Inafanya kazi yenyewe. Hujanipata vile nimesema? Tunahitaji watu wa kufunga na kuomba. Wanatafuta ile wingu. Oh yes. Wanaibeba Jumapili. Unapokaa hapa unaiwachilia, inaanza kutembea hapa. Kila mtu kuna kitu anastahili kutafuta kwa Mungu. Amen. 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 Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. I receive. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 2 unasema, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to whom I have called them. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 2. While they were worshiping and at the same time they were fasting. They were worshiping. The same time they were fasting. Amen. The Spirit said, give this one this task. Patia huyu hii kazi. Patia yule ile kazi. Patia. Wakati walikuwa wanaomba na wanafunga, watendakazi waliongezewa. Wahuduma waliongezewa. When they were praying and fasting, the Spirit said, oh, yes. Somebody sitting there, add him to the ministry. Mtu mwingine anakaa pale, ongeza huyu. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 2. Inasemaje? Walipokuwa wakimwabudu Bwana na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Sauli na Barnaba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipokuwa wakifunga na kuomba, when they were fasting, God realized these people are serious. Now I can add you another brother. I can add these ministers another sister. Oh yes. Now wasa nikaongezea another pastor here. When they were fasting and praying for the ministry, God added more ministers. When they were fasting and interceding for the ministry, oh yes, the Spirit of God identified another believer. Roho wa Mungu akachagua mhuduma mwingine, mshirika mwingine tu ambaye alikuwa ni wa kawaida. Akasema hao watu wawili waongeze hapa. Naomba tufunge na tuombe. Oh yes. Hii Nairobi hatujui nani tutaongeza hapa. Kama nyinyi tuliwaongeza hakuna kitu mnafanya. Oh yes. Hatujui tutaongeza nani mwingine. Lakini napokuwa katika kufunga na kuomba, oh yes, tutapata mhuduma ambaye asubuhi ataweka ibada zake. Monday ataweka covenant seed. Oh yes. Tuesday ataweka covenant seed. Atakuwa serious na huduma. Oh yes. Kama unaamini sema hallelujah. Hallelujah. When they were praying and interceding, the Spirit of God showed them another person to include in the ministry. Wakati watu wanafunga na wakuomba, ndio wanaongezewa wahuduma. Let me tell you, hatuhitaji washirika kama hakuna wahuduma. Amen. It is better to have 10 ministers rather than to have 100 members of the church. Amen. Because a minister, hata tukatawanyika hapa, hata serikali ikafunga makanisa, ukienda kule unaenda na kile ulipata. Amen. Utaenda kufungua yako huko. Oh yes. Oh my God, are you here somebody? Yes. Are you understanding what I'm talking about? Oh yes. Ukitoka hapa uende Kampala, utakaa hivi. Hey. Useme hapa watu wanateseka. Utajipata umeanzisha yako. Oh yes. Amen. Amen. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. I receive. It is better to have 10 ministers than to have 1,000 members. Amen. A member will come and will go, but he does not carry something that can really generate fire that can bring people to the kingdom of God. But you, kuna kitu uko nacho, na huwezi kuwa umekuja hapa bure. Ni vile unakataa kufanya ile kazi Mungu amekuitia. Amen. Na sijui utaendelea kukataa mpaka lini. Amen. Amen. Huwezi kuwa hapa tu hivi hivi. Ukiona umeanza kukuja tu minister service, kuna kitu cha Mungu ndani yako. Na ni vizuri ukubaliana na Mungu ndio Mungu akutumie. Amen. Sema amen. Amen. Glory to God. Amen.
Mambo ambayo yanatendeka kwa mhuduma anapokuwa anafunga na kuomba kwa ajili ya huduma. Mambo ambayo yanafanyika kwa mhuduma anapokuwa anafunga na anaomba kwa ajili ya huduma. Number 1, it gives that member or that minister identity in Christ. Prayer and fasting for minister, praying and interceding for the ministry will give that minister an identity for Christ. Atamtambulisha ama atampa kitu ambacho kitamtambulisha ndani ya Kristo. Tuna wahuduma wengi ambao even the way they behave, they have been in ministry for a long time. We have so many pastors who don't have identity of Christ in them. We have so many gospel singers. Ndio maana Mungu amewaacha wafundishwe na koti, amewaacha wafundishwe na jela. Amen. Amen. Wanaingia TikTok, they talk whatever they want to talk and they don't feel anything. Amen. Amen. It is true they have a charisma. It is true they have a gift, but they lack identity in Christ. Amen. When they speak, we don't see that Christ in them. Leo wanaimba crusade hapa. Watu wanaimba tu kwa sababu huyo mtu ni gifted, but hana ile, ukimwangalia ana ile picture ya Kristo ndani yake. Amen. Amen. Unakuwa na wahuduma ambao wako na girlfriend hii, wako na boyfriend hii, wako na girlfriend hii, wako na boyfriend hii. They are still in ministry and they don't feel anything. Amen. Amen. They hata wasikii kuumwa na kitu. They lack what we call Christ identity in them. Not only ministers, even pastors. Amen. Amen. Na nilikuambia kama kuna kitu kitabetray watu siku ya leo, inaitwa social media. Amen. Amen. Unaona mtu, niliona madam mwingine ni prophetess, anajitanga prophetess sijui nani. Anauzanga manguo. Amen. Amen. Anavaa nguo zimemshika. Anasukuka hivi anaonyesha watu vile ameumbwa. She calls herself a prophetess, but she lacks identity of Christ in her. Amen. What we share, what we post. Glory to God. Amen. Hata huwa naangalia even big men of God, naangalianga their wall. Nasema no, as long as umefika hiki kiwango, you cannot say like that. Amen. Amen. Unajua sisi wote tunajua kutukanana. Amen. Kwanza mimi hata najua kutukanana cha dhengi. Wewe hujui cha dhengi ni nini? Amen. But Amen. It cannot come out of my mouth. It cannot. Amen. Amen. I pray for you in the name of Jesus Christ. Oh yes. That fasting will give you an identity in Christ. Amen. Nasema fasting itakutambulisha ndani ya Kristo. Amen. Petero akatembea na wakasema kutembea kwake anatembea kama anamjua Kristo. Oh yes. Amen. Amen. Ministers are fighting, pastors are fighting physical. Wachungaji wanapigana ya ukweli, ngumi. Amen. Amen. They have lacked the Christ character in them, the identity of Christ in them. So the more you fast, the more Christ's identity is amplified in your life. Amen. Amen. So many believers or many ministers who don't fast, they lack Christ identity. Now waanza kuangalia kuanzia leo. Na si kuangalia mtu, jiangalie wewe. Amen. Amen. Kuna vitu hatustahili kukurekebisha kwa kanisa as long as wewe ni mhuduma. Tuko pamoja? Yes. Kuna vitu ambao hatustahili kukurekebisha. Tusimame hivi tukwambie usifanye hivi. Kuna vitu ambao hatustahili. Yaani ulipita huko kitambo. Wanakuta wana mundu weka kinduka ase. Mbona wewe katakana na mundu muima? Si unaona hiyo? Yes. Katachao. Lakini ni mundu muima. Ni kumaanisha ashapita wapi? Hapo. Yes. Kuna vitu mimi sistahili kufanya. Sistahili kabisa. Na sistahili kurekebishwa kwa sababu ya hiyo. Maana sistahili kufika hapo. Amen. Amen. But ukiwa you don't pray and fast, there are things that you will start doing. According to you, you may think they are okay. But to us, we know Christ's character is not in you.
Christ's character is not in you, and you don't even qualify to be part and parcel of the ministry or ministers. Amen. Amen. Na kuombea kwa jina la Yesu. Oh yes. Ya kwamba utafunga. Na Mungu atakwenda kukusaidia. Amen. Na utamtambulisha Kristo. Amen. Mahali unafanya kazi. Mahali unaendanga. Oh yes. Kwa nyumba yako. Kwa familia ya kwenu. Amen. Sema nitakwenda kumtambulisha Kristo. Nitakwenda kumtambulisha Kristo. Amen. Amen. Unastahili kuwa hapo sasa unakaa. Esina akija hapo umekaa akae hapo. Kabla tujamaliza ibada anakurequest pray for salvation for me. Because ndani yako everything it is showing Christ. Oh yes. Yesu mbele yako, Yesu nyuma yako, Yesu upande huu, Yesu upande huu. Kiasi ya kwamba mahali popote utakaa, watu they have no option rather than to surrender their life to Jesus. Amen. 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 Let that be your portion. Let that be your portion in Jesus name. Amen. Na hiyo na ikuwe sehemu yako. Amen. Amen. Lakini kuna wahuduma unakutanga ya kwamba hata mahali wako hawajulikani kama wameokoka. Amen. Amen. Ile movie huwa unaangalia movie unaangalia. Zile nyimbo una play wewe. And you are calling yourself a minister. Zile nyimbo una play. Let me tell you. Zingine kama hizo hata sisi kuambiwa uachane nazo. Una fast mpaka inakosa ladha. Amen. Nasema una fast mpaka sinakosa ladha. Amen. Sema hallelujah. Hallelujah. Number 2. It helps you, prayer and fasting helps you to handle ministry challenges. Prayer and fasting helps you to handle ministry challenges. In ministry there are challenges. How will you overcome them? It's by prayer and fasting. Amen. Amen. Kuna vitu ambavyo to you it is a challenge. Tulipoanza ibada hapa, ministers walikuwa wanakuja saa 3. Amen. Amen. Nilikuwa naona saa 3 tukiendelea hata saa 4 wanakuja. Lakini wakaendelea kuhandle that challenge. Because some of them they may be coming from far, others coming from near, but to them it's a challenge. Even those who are coming from near places. Amen. Amen. But they continue handling those challenges. And those challenges will never end. They will still continue. Amen. Amen. Are you understand what I'm talking about, somebody? Yes. And some of the challenges will not even come out of your way. You must endure them. Amen. Glory to God. Amen. Kuna wakati nilikuwa campus na that time kulikuwa tunafanya mtihani on Sunday. Walikuwa wameweka mitihani nafanya Sunday. So mimi nikaambia lecturer, you see I'm a committed believer. Mimi ni mtu ambao nimeokoka, si mchezo, nimeokoka. Sunday lazima nikuwe ibada. Akaniambia na wewe kama hutakuja kufanya mtihani, nita make sure umeanguka na utarudia miezi 4. Na kweli sikufanya, na kweli nilirudia. Amen. Amen. Haikutolewa kwangu. Because of prayer and fasting, it meant me to endure that. It was not a problem to me. Leo niko uhai ama siko uhai? Niko uhai. Nimeendelea ama sijaendelea? Nimeendelea. So prayer and fasting will help you to handle ministry challenges. What you see is a challenge. Prayer and fasting itaifanya uiovercome ama uipitie kabisa. Amen. Amen. Si Bwana akusaidie kwa jina la Yesu. Amen. Na kuombea usiku wa leo ama mchana wa leo. Oh yes. Mungu akupe neema ya kufunga na kuomba. Amen. Na changamoto yote ya huduma Bwana akusaidie ukabiliane nayo. Amen. In Jesus name. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Amen. So in ministry, the more you climb up, the more you will meet many challenges. Prayer and fasting. The more you pray and fast for the ministry, hizo vitu unaona zikiwa ngumu, haikuangi ngumu tena. Amen. Amen. Tunatoanga milioni hivi tu kwa kanisa kama mchezo tu, 1 million. Kuna mtu anashindwa kutoa fungu la 10 ya 300. Amen. Amen. Tunatoa 2 million. Just like that. Hiyo haiwezi kuja automatically. Fasting ndio ina kufanya una imbalance. Amen. Amen. Unafika mahali unaona it is not worthy to remain with me. But if it is going to go to God, I'll be happy about it. Amen. Amen. Na kuombea every ministry challenges you are going through. May the prayer and fasting help you to overcome it. Amen. Glory to God. Amen. Huwa naambia watu tangu nianze huduma sijawahi kosana na mhuduma hata mmoja kanisani.
Na wala sijawahi kosana na mshirika hata mmoja kanisani. Na hatujawahi pitana na mtu mmoja kanisani. Amen. 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 Nikikuongelesha na nasikia utaki na waachana nayo, si lazima nikuongeleshe. Amen. Amen. Nikitaka kukusaidia na nasikia utaki, sasa tutasumbuania nini hiyo? Amen. Amen. Hatujawahi kosana na mtu mmoja. How do I handle that? Amen. Amen. Na kuombea kwa jina la Yesu. Oh, yes. Kupitia kufunga na kuomba. Bwana akakusaidie. Amen. Ukabiliana na changamoto za huduma. Maana ziko na zitaendelea kukuja. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Amen. Number 3. Prayer and fasting helps you to treat with urgency what God has placed in your heart. Kufunga na kuomba huwa kuna kufanya unaipokea ama unafanya ile kazi. Unaifanya ile kazi kwa emergency way ama kwa dharura, ile kazi Bwana amekupatia. Mungu anaweza akakupatia kitu cha kufanya na unaweza ukachukua miaka 20 bila kuifanya. Kwa sababu you are not fasting and praying. Mungu anaweza akakupatia huduma. Amen. Amen. Nilipokuwa tikifungua huduma kule Kadhekani, wale walinifuatilia nikiwa kule. Mimi nilikuwa naenda kanisani tu normal vile unaenda. I was not even a pastor. I was even, hakuna kitu nilikuwa nafanya kanisani. Thank God wewe kuna kitu na practice. Lakini nilikuwa nikimaliza kukaa hapo, nasikia roho yangu inalia. Nasikia watu wanalia ndani yangu. Kiasi ya kwamba even when I'm in church, I'm not concentrating with the man of God. I'm not concentrating with the preaching. Kuna kitu Mungu aliweka ndani yangu. Amen. Amen. Na all the time nilikuwa nasikia watu wanalia wakiwa mahali panaitwa Kadhekani. Nilikuwa nasikia watu, sauti za watu zinalia. So nilifanya nini? Niliinuka tu hivi nikaenda. Hata kule vile nilienda sijui nilikuwa naenda kufanya nini. Sina church, sina sijui na nini, lakini nilienda hivi na kwa kuenda tu hivi kitu ikaanza. Amen. Amen. So unapokuwa unafunga na unaomba, ile kitu Mungu anaweka ndani yako unaifanya kwa haraka. Oh, yes. Maana kazi ya Mungu inastahili kufanywa kwa haraka. Amen. Redeem the time. Because the days are evil. Oh, yes. Amen. Amen. So ile kazi Mungu anapeana kwa hii madhabahu, ukiwa mtu wa kufunga na kuomba, unaichukuanga na nguvu. Unaichukua na nguvu sana. Mungu akisema hii wiki tunaombea kitu fulani, unakuta afadhali hata ukose kukula lakini uombee hiyo kitu. Amen. 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 Apostle akisema ya kwamba kama sasa tunaenda Pasaka na ni msimu very important sana, especially kuanzia Friday ya Good Friday na siku 40 ambao siko mbele. It's very important. Na tutakuja hapa ibada na tutakuwa na mkesha. Amen. Amen. Na hiyo Saturday tutakuwa na youth conference na tutakuwa na Sunday service. Inahitaji kuombewa zaidi. Amen. Amen. Sasa nikimaliza kuitaja tu hivyo, as long as wewe ni mtu wa maombi, kufunga na kuomba, inaingianga ndani yako ikiwa mzigo. You feel like unatamani vile itafika, lakini kwanza unaiombea. Lakini ukiwa you are not a man of prayer and fasting, hata nikitamka kitu hapa, ukitoka pale hakuna kitu unakumbuka. Amen. Amen. Hata unaweza kuwa HBC leader, niliongea kitu ya muhimu hapa, hata ukumbushe watu wako. Wao walikuwa hapa walisikia nikisema, wewe hakuna kitu unasema. Amen. Amen. You don't even remind your people. Unaweza kuwa maybe unafanya, can I prophesy to somebody here? Prophesy. I decree and declare by the prophetic unction. Oh, yes. Ibada ya leo inakupa mzigo wa kufunga na kuomba. Amen. Ndio ubebe mambo ya Mungu vile inastahili kubebwa. Amen. Pokea hiyo neema. I receive. Amen. Amen. So kufunga na kuomba, Mungu akiongea kitu hapa, unaichukuanga, alafu unasikianga ni kama ni wewe tu peke yako unaiombea. Hakuna mtu mwingine anaiombea. Amen. Amen. Mimi nikikuombea wewe, huwa najua hakuna mtu mwingine anakuombea, na huwa ninakuombea wewe na jina yako na mke wako na watoto wako. Natoka kwako ninaenda kwako. Wewe, mke wako, watoto wako. Naombea watoto wako na kuombea na kuombea na kuombea. Huu ndani ya moyo wangu huwa ninajua, ama huwa naichukua ni kama there is nobody praying for you. Amen.
Amen. Because tuliambiwa tuombe ministers by their name. So to me, nilichukua hiyo mzigo na huwa ndani yangu najua, yani ni kama it's only me who is doing it. Na naichukuanga hivyo ndio nisiseme ya kwamba wewe unamuombea, so sitamuombea leo. Wewe unamuombea, so sitamuombea leo. Napendanga kuichukua ni kama ndio mimi, ndio nisikose kuomba. Amen. Amen. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Weka neema ya kufunga na kuomba. Weka neema ya kufunga kwa ajili ya huduma. Kwa ajili ya huduma. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. So unapokuwa unafunga na unaomba, hiyo huduma yenu na yale mambo Mungu anayasema, unachukuanga na uzito mwingi sana. Unachukuanga na uzito sana. Amen. Amen. Ni kama ni wewe tu unabeba peke yako. Maybe kuna kitu tunanunua, ni kama ndio wewe tu unanunua peke yako. Amen. Amen. Ulisikia juzi nikisema nitawacha kuitisha watu vitu kanisani, maana mimi najuanga kubeba mimi peke yangu. Amen. Amen. Mimi najua, sijui hii yako ya kuitisha 500 ati unabeba uleti, unachukua bahasha uleti tena, unachukua ukumbuki kama ulichukua bahasha. Mimi sijuangi hiyo. Amen. Amen. Napendanga hiyo Mungu akisema naweka susa hiyo. Aha. Hiyo ndio nimejifundisha hiyo, ni kama ni mimi tu mshirika peke yangu hii kanisa. Kitu yoyote Mungu akisema huwa napenda kuhisi hivyo. Mimi tu ndio mshirika, niko hapa. Nikisikia tuombee makanisa yote, tuombee watumishi wa Mungu, huwa nafili ya kwamba ndio mimi tu peke yangu naombea. Ndio nisikue na laziness katika maombi. Amen. Amen. Si Mungu akusaidie kwa jina la Yesu. Amen. Nasema Mungu akusaidie. Aha. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Na ukanipe neema. Na ukanipe neema. Kwa ajili ya kufunga na kuomba. Ya kufunga na kuomba. Kuombea huduma. Kuombea huduma. Sema haleluya. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Prayer and fasting suspends time in order for the mind of God to manifest. Prayer and fasting suspends time. Suspends time in order for the assignment of God to be done. Sijui kama kuna mtu anakuanga na hii experience ya kwamba kitambo ulipokuwa unakuja kwa kanisa ulikuwa unaona tunakaa sana. Tunakaa mpaka unasikia umechoka. Aha. Mpaka umechoka, mpaka unaweza ibada itaisha lini hii. Alafu sasa ikafika mahali ukakuta sasa unaonanga mnaingia ministry service, the next time atunasema neema. Hapo katikati ujuangi kumeendwa aje. Sijui kama kuna watu wa aina hiyo hapa. Oh yes. Ambao kitambo walikuwa wanaona Sunday iko very long. Lakini sasa hii unaonanga Sunday iko very short. Oh yes. Inakuwa kidogo sana kiasi ya kwamba hata tukimaliza unakaa hapa. Tena tumemaliza saa 10:30, alafu unakaa tena hapa. Maana unasikia ikiwa very short. Hiyo inatokananga na maombi. Wakati watu wanafunga na wanaomba, time is suspended. Amen. Amen. Hiyo tu wewe unaona ikiwa kidogo, kuna mtu amekuja third service. Na anapokuja third service, amefika, kwanza hata hajaomba, alafu amechoka tena, amelala tena kwa ibada. Aha. Amen. Amen. By the way, siku ile utaona mtu analala katika ibada. Ujuangi akuangi ameombea ibada, lakini sasa sio hii miaka ya hawa. Amen. Amen. Hii miaka imepatiwa huyu hata anastahili kuja dakika 45 na aende nyumbani. Amen. Amen. Lakini wakati utaona hii rika mko nayo, mtu anakaa analala, hafungangi huyo, anaongozwa na chakula tu. Anaongozwa na cabbage na sukuma wiki. Hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu. Amen. 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 Watu wanahubiriwaje wewe ni mhuduma? Na unajua uzuri wa hii kamera ina mtu anakupiga picha tu, mtu akikuangalia anaona ulikuwa umelala. Amen. Amen. Na nimeona hata wale maasha wanakaanga pale. Hebu toa hiyo kiti pastor, toa hiyo kiti iko na kaboksi hapo. Hapo weka. Unaona vile imekula hapo? Hao ni wale maasha wanakaanga huko. Ni kulala wanakuanga wanalala. Analala anaharibu ukuta. Sema hiyo roho ishinde. Hiyo roho ishinde. Amen. Amen. Angalia jirani yako, mwambie roho ya cabbage. Roho ya ugali. Roho ya ugali. Ishindwe kwa jina la Yesu. Ishindwe kwa jina la Yesu.
Mhuduma unalalangaje ibada ikiendelea? For God's sake. Unajua tunakuanga hiyo maombi tu unafikiria. Unalalangaje? Amen. Amen. Wakati unafast na unaomba, time is suspended. Amen. Amen. Mimi sijuangi Sunday inaisha namna gani. Naonanga tu nimesimama hapa minister service. The next ati ni third service. Hiyo ingine tunamaliza. Mungu akupe neema kwa jina la Yesu. Amen. 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 Do you know kuna wahubiri walianza ibada saa 10:30. Niliwaona kwa mitandao. Amen. Amen. Saa 10:30. First service. Na tutamaliza tumwache akiendelea. Aha. Amen. Amen. Tunatokanga hapa tunaenda nyumbani, unaenda kukuta Kenya One akiendelea. Aha. 71 years anaendelea. When you fast and pray, time is suspended. Amen. Oh, yes. Amen. Amen. Time is what? It is suspended. Unaweza ukasimama hapa hivyo tu unaona nikiongea, ukaongea mpaka saa 11:30 na hautajua na wala hautachoka. Amen. Amen. Because of prayer and fasting. The more you pray for ministry and you fast for the ministry, tunapokuja kwa hiyo ibada, tunaweza hata tukakusikiza masaa 5. Atuchoki, wewe uchoki, because time is suspended. Oh, yes. Amen. Amen. I pray for you in the name of Jesus. Na kama utakuwa mtu wa kufunga na kuomba, oh, yes, ndio tukue na wakati wa kuhudumia watu. Amen. Hallelujah. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Kuna mahuduma, kuna makanisa haiwezi ikakaa 1 good hour. Pastor akihubiri, anahubiri within that 1 hour wameimba nyimbo. Within that 1 hour wameomba. Oh, yes. Within that 1 hour wamehubiriwa. Within that 1 hour wametoa testimony. Within that 1 hour kuna kitu kunaitangwa special. Special ni kama kuna mshirika hapa akona kawimbo. Kale kawimbo kusikiza maneno na sio sauti. Amen. Amen. Anapatiwa pia, anakuja anaimba. Na saa hiyo wamechoka. Wale wako hapo wanasikia wamechoka, wamelala. Just 1 hour. Lakini hapa unakuta ya kwamba maombi kutoka saa 9 za usiku. Tumekuwa kwa maombi na tunaenda mpaka saa 10 za mchana na kuna mtu anachoka. I pray for you in the name of Jesus. Ya kwamba utaingiza maombi ya kufunga na kuomba. Na huduma yako itabadilika. Amen. Pokea hiyo neema. I receive. Amen. Amen. Mungu akusaidie. Siku ile nitakuachia hii microphone siku moja nikuambie wewe ndio unahubiri first service na the last service. Ndio utaona. Amen. Amen. Sijui kama umeenda makanisa iko na first service, second service, but they repeat the same message. They repeat the same what? Message. Amen. Amen. I pray for you in the name of Jesus. Na kwamba Mungu atakupa neema ya kufunga na kuomba. Amen. 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 The last one. Prayer and fasting helps you to execute the plans that you have placed before you. Kuomba na kufunga inasababisha ile kitu tunasema tufanye, tunafanya. Ile kitu tunasema tufanye, tunafanya. Ile kitu wewe kama mtu unasema ufanye, unafanya. Prayer and fasting will help you to execute. Wakati unaona mambo imekuwa mangumu katika huduma, maybe ni katika ministers, maybe kuna kitu mnanunua na watu wanalemewa, weka fasting. Fasting will make believers and members of the church and ministers to execute the plans that they have laid before their their ministry. Amen. Amen. And therefore wakati unaona vitu zinatembea kama snail kwa huduma, zinajikokota, fasting ikiwekwa na watu waombe ministry, unakuta ya kwamba ile kitu watu wanasema wafanye, wanafanya. Wakisema waamke usiku saa 6, wanaamuka. Wakisema wafunge, wanafunga. Amen. Amen. Si upokee hiyo neema kwa jina la Yesu. I receive. Ninakuombea mahali ulipo. Mungu akupe neema ya kufunga na kuomba. Amen.
Barikiwa sana wewe ambao unaitwa nani? Unaitwa Deacon Pius, nimepata sadaka yako. Mungu akubariki. Neema ya kufunga na ya kuomba na kufunga ikukalie. Catherine Maingi, nimepata sadaka yako. Neema ya kufunga na kuomba ikuje juu ya maisha yako. Banis, wherever you are, na kubariki kwa jina la Yesu. Neema ya kufunga na kuomba ikuje juu yako. Ndiko Mutuko, neema ya kufunga na kuomba ikukalie siku ya leo kwa jina la Yesu. Barikiwa sana Blessing Fefa Amfrey. Neema ya kufunga na kuomba ikuje juu ya maisha yako. Charles Ngali, sadaka yako nimeipata. Neema ya kufunga na kuomba ikukalie in Jesus name. Amen. And the last one, prayer and fasting makes ministry easy. Wakati watu wanafunga na wanaombea huduma, ile huduma inakuanga rahisi. Na kutananga na watu nasikia wakisema, man of God, huduma imekuwa ngumu. Tunangangana kwa huduma. I can tell you for free. For many years I've been in ministry. Mimi sijui kungangana ni nini. Amen. 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 Na hakuna kitu cha huduma nimewahi fanya kwa kungangana. Glory to God. Amen. Because prayer and fasting makes ministry activities easy for us. Tukiamua tunaenda crusade tutaenda. Tukiamua tunafanya hivi tunafanya. And that one will be duplicated in your life. Hata katika maisha yako ya mtu kibinafsi. Prayer and fasting makes things of the ministry easy. Na kuombea kwa jina la Yesu. Huduma yako ikuwe rahisi kwa jina la Yesu. Amen. And finally, ile ambao singetaka kumaliza bila kuisema. Prayer and fasting in ministry makes ministers to overcome sin. Maombi ya kufunga na kuomba huwa inafanya wahuduma wanashinda dhambi. Tuna wahuduma wengi, na ni vizuri tuongee ukweli. Tuko na wahuduma wengi, zile vitu wanafanya, it is not right. And you know, when I stand here to minister, I'm not only ministering to you. I'm ministering to thousands and thousands of people. Amen. And many, many pastors who are watching me and who are listening to me. Amen. Amen. I have so many followers in level of ministers, pastors, who depend on what we preach on this altar. Amen. Amen. Including the white people. Hata wazungu. Amen. Amen. Jana nilikuwa naonyesha my wife. Wazungu wale wanatoa tithe because of this ministry. Wazungu ambao unaona wanatuma tithe, wanasema, man of God, we thank God because since you gave us cover, we are progressing in Georgia. Amen. Our ministry is expanding. It is only you who are joking. Amen. Amen. Ni watu unacheza. Kuna watu. Amen. Amen. So nilikuwa namuonyesha tithe ya wazungu. Amen. Amen. Alafu ile testimony wanatuma kwamba the way the man of God, the way the anointing is helping us here in Georgia. Hey, can I talk to somebody here? Yes. Be serious with the ministry. Amen. There are so many people waiting to be touched by your prayers. Amen. Kuna watu wengi wanahitaji kuguzwa na wewe. Amina. Amen. Amen. Pokea hiyo neema pia. I receive. Hallelujah. Amen. So when we fast and pray, we overcome sin. Tunashinda dhambi. Watu wameanza kuhudumu waongo. Wameanza kuhudumu washerati. Amen. Amen. Wanafanya all kind of things. And they are ministers. Amen. Amen. They don't feel anything. Hata wanaweza fanya usherati usiku na wanakuja kanisani Sunday. Na hata watasikia ile guilt ya kusema, sababu amefanya usherati, wacha asikize injili akiwa kwa dirisha. Alafu tukikuuliza, we, kwa nini uko kwa dirisha? Pastor, siwezi ingia hapo nifanye usherati. Hawezi kusikia hiyo, waende huko nje wasaidike. Amen. Amen. Wanakuja wanashika microphone hapa, wanakuja wanahubiri siku hiyo tu. But when you engage in continuous prayer and fasting, you know, hakuna mtu ambaye hawezi fanya dhambi. Kila mtu yote anaweza. Sisi wote tumekuwa wenye dhambi. Amen. Amen. Lakini kadri ya vile unaendelea kufunga na kuomba, vitu ambavyo vina connect na mwili
vinashindangwa nguvu, na vitu vina connect na roho vinapatanga nguvu. Vitu ambavyo vina connect na mwili vinashindwa, na vitu ambavyo vina connect na roho vinatawala. Amen. 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 Glory to God. Amen. Unaanza kusikia zile vitu ambavyo ulikuwa unazitamani na unazipenda hazina maana tena kwako. Na unaanza, roho yako inaanza kukupatia vitu vya Mungu ambavyo unaanza kuzivalue. Amen. Amen. Mungu akusaidie kwa jina la Yesu. Amen. Hautauawa na dhambi ukiwa chini yangu. Oh yes. Mungu akufungue. Mungu akuweke huru. Amen. Nasema hautauawa na dhambi ukiwa chini yangu. Amen. Hiyo roho ya dhambi nitaifichua kabisa. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Na ukiendelea kufanya dhambi ukiwa mhuduma, I'll be coming here and prophesying to you. Oh yes. Nitakuwa na kuelezea kile ulifanya. Ulifanya ukiwa na nani? Na ulifanya masaa gani? Amen. Are you here somebody? Yes. Amen. Amen. Unajua nimekuja kurealize, God bless you so much Pastor Betty. Si nimekuambia tuna wachungaji wanatufuata. God bless you so much Pastor Betty, nimepata sadaka yako. Mafuta hii kuhudumia sana. Na huduma yako na kanisa lako siku ya leo itembelewe na nguvu za Roho Mtakatifu isiyo ya kawaida. Amen. 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 Nimekuja kurealize kuwa, na wacha nimalizie hapo siku ya leo. Nimekuja kurealize ya kuwa watu hawa wameokoka wanajiita ministers. Ukiwawekea CCTV camera watabehave tofauti. Nikikuwekea CCTV camera kwa hii kanisa na kwa maofisi ndani. Amen. Na biometric faith. Unaitanga biometric ile ya ukiingia kwa kazi. Inaitwaje? Ile ya kulogin. Nikikuwekea hiyo utakuja kesha. Amen. Amen. Utakuja ibada mapema. Na hata utataka kutoka maana ukitoka utaweka nitajua yule ametoka toka. Kwa sababu ya sio hiyo tu, msiumeelewa. Umeitaje si amplify sauti ya huyu? Kuclock. Hiyo ya kuclock. Amen. Amen. Ukiweka hiyo kitu ya kuclock, ministers they will behave differently. Oh yes. Amen. Amen. Hawa wanakujanga lunch hour, utaona saa 2:30 anaweka ndio apostle aone. Aone. Afanye nini? Aone. Watolee. Maana haoni. Wanakuja saa 5:30. Unakuta mhubiri ndio anahubiri lunch hour. Anakuja hiyo saa 6. Amen. Amen. Lakini kungekuwa na hiyo kitu ya kuclock. Nione. Let me tell you. Oh my God. I don't need that. I can tell you without even that clocking whatever. Oh yes. Can I prophesy to somebody? Prophesy. We are going to expose sin. Amen. And you are going to be delivered. Amen. In Jesus' name. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Barikiwa sana Elizabeth Katecho, tumepata sadaka yako. Pastor Ann, tumepata sadaka yako pia. Mama Christine Nzioka, tumepata sadaka yako. Deaconess Josephine Dahudi, tumepata sadaka yako. Wewe uko pale nyumbani na ibada hii ya wahuduma ambao tumeongea kuhusu kufunga na kuomba imekusaidia. Chukua sadaka yako nzuri, inaweza kuwa ni fungu lako la 10, inaweza kuwa ni kusema man of God, nataka kutumika na Mungu but I want to be serious. Unaweza ukadedicate ministry yako saa hii ambao ninaongea na Mungu atakubariki sana. Mimi naendelea na hizi ibada kutoka hapa tunaenda mpaka mida ya saa 8 hivi kuendelea. So kama uko maeneo ya Nairobi, jumuika pamoja nasi na Mungu atakubariki sana na neema ya Kristo itakuja juu ya maisha yako. Na kubariki mahali ulipo, wewe ambao ni mchungaji, unapoenda kwa kanisa, unapofanya ibada zenu, mafuta hii ihudumie maisha yako. Wale wako Kenya, wale wako Georgia, wale wako Amerika, wale wako party zote za dunia, pokeeni hiyo neema. Wala mko njiani mkienda kanisani, Bwana watangulie na Bwana akawatumie kwa jina la Yesu. Tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. God bless you. Appreciate our viewers all over the world. Hallelujah. Amen.